Iba omba kopesha ndiyo mtindo mpya ulioingia mjini, haswa inayotumika na wanafunzi wanaokalia mtihani wao wa kitaifa kwa madhumuni ya kuweza kupita mitihani hiyo ili wapate kujiunga na vyuo vikuu. Lakini cha kushangaza ni kuwa mwaka huu, tofauti na miaka iliyopita, wanafunzi wamepata kutafuta mbinu kadhaa za aina yake. Hivi karibuni katika shule ya upili ya Kiraga, kaunti ya Murang'a, mwanafunzi mmoja wa kidato cha 4 alimeza dawa ambayo inadaiwa ingeimarisha uwezo wake kiakili anapokalia mtihani wake wa hesabu. Mtahiniwa huyo alimeza dawa aina ya haloperidol ambayo alikisia itaongeza uwezo wake kiakili, jambo ambalo lilimpelekea yeye kupelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Kandara kwa matibabu. Katika tukio lingine ni kuwa katika shule ya upili ya kibinafsi ya Makadara hapa jijini Nairobi, wanafunzi wawili wa chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu cha Kenyatta bado wanazuiliwa na polisi baada ya kupatikana wakiwafanyia wanafunzi wawili waliosajiliwa mtihani wao. Baada ya uchunguzi kufanywa, inaarifiwa kuwa mmoja wa wanafunzi hao wawili waliotarajiwa kuufanya mtihani huo alikuwa nchini Ghana kwa sababu za kibiashara. Huku hayo yakijiri, mwalimu mkuu katika shule moja mjini Nyeri aliripotiwa kutoboa mifuko ya kuwekea mitihani. Hali sawia ilishuhudiwa hii leo katika shule ya upili ya St. Charles Lwanga baada ya msimamizi mmoja wa mtihani shuleni humo kufungua mfuko uliobeba mtihani wa jiografia asubuhi, kinyume na ule wakati wa adhuhuri ambao ulitarajiwa kufanywa. Hata hivyo, katibu mkuu katika wizara ya elimu Belio Kipsang alisema kuwa mikakati ya kupiga vita wizi wa mtihani iliyotolewa na serikali itashughulikiwa kikamilifu, huku akishinikiza kuwa wanafunzi wote watakuwa na nafasi sawa ya kufaulu. Kipsang aliyasema hayo alipozuru shule moja katika kaunti ya Busia. We want to tell our children that let us run clean in this exercise called examination. They don't need to take any drugs, they don't need to do anything, because these are examinations which are set within the curriculum. And these kids have covered the curriculum. Msasa wa kupunguza wizi wa mitihani uliotiliwa mkazo na waziri wa elimu Fred Matiang'i, je, utaweza kuendelezwa katika miaka ijayo au itakuwa ni hali ya mbuzi kupigiwa gitaa? Hassan Farah, Citizen Nipashe.